katika kanda yetu ya Ziwa. Kwa hiyo kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa benki ya CRDB tunawashukuruni sana wateja ambao ni wateja wa benki ya CRDB, lakini ninaamini kabisa waandishi wa habari mtakwenda kueneza ujumbe na hii elimu ya huu mpango ambao umekuja na benki ya CRDB. Mpango huu tunauzindua katika kanda ya Ziwa, na kwa upande wa benki ya CRDB kanda ya Ziwa inahusisha mikoa minne. Ni mkoa wa Mwanza, ni mkoa wa Kagera, ni mkoa wa Simiyu pamoja na mkoa wa Mara. Lakini naomba pia waandishi wa habari muweze kuipata hii taarifa kwamba kanda ya Ziwa ni miongoni mwa kanda, kama sio namba moja, ndio kanda inayoongoza kwa kuwa na matawi mengi. Kwa upande wa kanda ya Ziwa tuna zaidi ya matawi 44. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni jinsi gani coverage ya benki ya CRDB ilivyo kubwa. Na tunaposema matawi ya 44, naweza nikawahakikishia kuna benki nyingi Tanzania hii hazijafikisha hayo matawi. Lakini unaweza ukaona kanda tu ya Ziwa ina matawi 44. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha wateja kuweza kuitumia benki ya CRDB kutokana na mtandao mkubwa ilionao wa matawi. Na mafunzo haya yataendelea kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na bidhaa tunazozitoa kama benki ya CRDB. Mahusiano yetu ya benki ya CRDB na mteja yanaanzia kwenye kufungua akaunti, lakini pia mteja ataweka amana, lakini pia tunatoa mikopo mbalimbali, mikopo ya kuendesha biashara, lakini pamoja na kuanzisha uwekezaji. Pia benki ya CRDB huduma zake zinapatikana kwa njia tofauti tofauti, na tunaamini kwenye kidigitali zaidi. Kupitia simu yako ya mkononi au huduma yetu ya sim banking unaweza ukapata huduma za benki ya CRDB, lakini hivi karibuni mnaweza mkapata huduma hizo kupitia lipa namba, point of sale na kadhalika na kadhalika. Lakini pia naomba ni wataarifu ndugu waandishi wa habari na wananchi waliohudhuria kwamba benki ya CRDB katika maendeleo yake imeweza kuanzisha kampuni tanzu ya bima. Kwa hiyo wale watu ambao tunawakatia bima wana uhakika, au tunaowapa mikopo wana uhakika kwamba wanapokutana na changamoto yoyote, basi kampuni tanzu ya benki ya CRDB ya bima inaweza ikafanya yale malipo, yani compensation, kwa haraka zaidi. Kwa majina, mimi naitwa Ronald Melkioli, ninayeongea hapa ni kaimu mkuu wa kitengo cha wateja wa awali pamoja na kati. Kwa kuendeleza tu juu ya ufunguzi rasmi wa mafunzo haya ambayo kwa jina yanaitwa SME Toolkit, nijikite kwenye kueleza makusudi na nia pamoja na mapana ambayo mafundisho haya ya Toolkit yanajikita na kulenga kutoa mafunzo kwa wafanyabiashara wa CRDB, lakini hata wale wafanyabiashara ambao ni wapya kwa benki katika kuimarisha taratibu mbalimbali za kufanya biashara, ikiwemo kuwapa mafunzo mbalimbali ya kuweza kutunza rekodi zao za kibiashara, lakini pia kuwawezesha kupata nafasi ya access to market, lakini pia kuwatengenezea mazingira ya wao kuwa tayari kwa ajili ya kupata mafunzo, kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na taasisi ya fedha. Mafunzo haya kwa mapana yake yamelenga kama ambavyo nilivyosema katika kuwaelekeza wajasiriamali hawa, kwa maana ni wateja wa CRDB wa awali pamoja na wakati, umuhimu wa wao kuhakikisha kwamba record za kwenye biashara zao zinakuwa zinatunzwa kwa ajili ya kutengeneza record sahihi wakati ambapo wanataka kuaccess huduma mbalimbali za kifedha. Lakini hata hivyo inalenga kuwaelekeza umuhimu wa wao kuwa na success plan, ambayo mara nyingi tumekuja kugundua wateja hawa wanakuwa na taratibu za biashara zinaongozwa na mtu mmoja, na hatimaye matatizo ama changamoto za kiafya zinapotokea zinapelekea biashara hizi kufa, na matokeo yake kunakosa ustahimilivu na uendelevu. Lakini ukiachana na hivyo, mafunzo haya yamelenga kwenye kuwafungulia fursa ya kupata ya kuaccess masoko, lakini pia kuaccess platform mbalimbali za kidijitali ambapo zinawatengenezea wigo mkubwa wa kuuza bidhaa zao kidijitali,
ambapo wana uwezo wa kunufaika kutoka kwenye masoko yaliyokuwa karibu, kwa maana pale ambapo tunasema wana footprint, lakini pia kuaccess masoko ambayo yako mbali na wao kwa kutumia mifumo hii ya kidijitali. Ndugu waandishi wa habari, programu hii inatekelezwa katika wilaya 35 nchini ambapo ziko ndani ya mikoa 14, ikiwa inalenga kuwafikia wafanyabiashara angalau 10,000 Tanzania nzima, kwa maana ya Tanzania bara na Zanzibar. Benki ya CRDB katika kuendelea kutekeleza dhamira yetu ya kuboresha maisha ya watu na kuchochea maendeleo ya uchumi kupitia suluhisho bunifu za kifedha na zisizo za kifedha, uzinduzi wa mafunzo haya ya SME Toolkit ni sehemu ya juhudi zetu za kushirikiana na wadau wetu kama vile Propaco, kama ambavyo awali ZM aliwataja, kuhakikisha wafanyabiashara nchini wanapata maarifa, ueledi mkubwa katika masuala ya fedha na uboreshaji wa biashara zao. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.